بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. قال الله تعالى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Uzangu, alhamdulillah, shukran tabaraka wa taala. Uzangu Waislamu duniani kote, kwa nini hao tunawategemea? Kwa nini mashehe hao kwa nini mashehe wanatukanana? Nini chanzo? Kama tunavyoona mashehe leo mitandaoni wanachafuana. Kwa nini? Kwa sababu jambo kubwa kabisa, kuacha kazi ya da'wa. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hicho ndio chanzo kikubwa. Tumeacha kazi ya da'wa, sasa tunafanya uganga. Kila mmoja anapiga hela. Mimi Jumapili itakuwa na dua hapa, mimi Ijumaa kuna vichinjo, kuna pete, kuna chinja kama alivyosema shehe wangu Kishki. Wengi, asilimia chache wapo katika dawa kama kina shehe Kishki, mashallah, lakini wengi wameingia, wapo katika chinja kichinja. Ndiyo sababu watu hawataki kufanya kazi ya dawa. Vijijini kule watu wanaondoka duniani hawana dini. Sisi leo kuna kichinjo, leo kuna hivi, kafara yako, pata maisha, pata gari, pata nyumba, pata hivi. Ndiyo hivyo, tumeacha kazi ya dawa. Ndiyo Mtume akasema: idha azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatu islam wa idha tarakta bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar hulmat barakati wahyi wa idha tasabbat ummati saqatat min anillah. Hii pindi watu watapoanza kutukanana, basi saqatat min anillah, wataondolewa katika ulinzi wa Allah tabaraka wa taala. Nini chanzo? Kuipenda dunia, kupinga kazi ya dawa, kuacha kufanya kazi ya dawa. Lakini sasa wanaza matusi, kutukanana, kama tunavyosikia leo. Shehe wetu mkubwa, naweza kusema kwamba shehe mkubwa duniani leo anadhalilishwa, na hakuna riba mbaya kama kumdhalilisha Muislamu mwenzako. Huyo ni Muislamu. Sasa sikuambii shekhe, huyo ni Muislamu, sikuambii shekhe. Maana shekhe amebeba, yeye ndio mrithi wa Mtume. Shehe zetu hawa kina Nudrin na wengineo na Sheikh Asmafuta, hawa mashehe zetu hawa wengi, siwezi kuwataja wote. Hao ndio mashehe zetu, hawa ndio warithi wa mitume. Shehe wengi ndio warithi wa mitume, hao mashehe zetu hawa. Shehe Mziwanda hao, wetu wa mkoa, mzee wetu Abubakari Zuberi, mufti wetu, mashaallah. Sasa wewe hivi umtusi mufti, umradi mufti, utakuwa na salama wewe? Mzee yule sasa unadhani mpaka wewe unachaguliwa mufti mpaka unachaguliwa kuwa mufti, unadhani ni kazi ndogo? Huyu amekaa chini, amesoma sawa. Hawezi mtu akachaguliwa mufti na bubusa tu hivi. Ndio maana utakuta wanatokea baadhi ya hawa waliochezwa na shetani, wana mradi hivi kadha. Hiyo ni mtihani, ndugu zangu.
Hii ni hatari. Sasa sisi tukipinga kazi ya dawa, nachofuatia utaanza kutukanana kama huyu shekhi alivyofanya hivi. Amemdhalilisha. Lakini shehe wangu Kishki anaelewa kwamba hii ni kawaida, ndio sira ya mitume. Wote mitume na manabii 124,000 wote walipitia hivyo, walitukanwa, hawajui kusoma, kadha, wakasingiziwa majinuni, nini, mabaya. Ujumbe umeshafika. Walau kadha, huyu ni mmoja tu yo, lakini wako wengi wanatamani shekhi, wanamwombea dua mbaya. Tena wengine wanasema bana, mimi takupoteza. Eti ushirikina, kuandika vifalaki hivyo, kufanya takupoteza. Sasa mimi tampoteza bwana. Unapoteza, kumbe mnachoma sindano, kumbe siri mkituka, mnachoma sindano mbuzi. Inna lillahi. Eti wewe shekhi unamchoma sindano mbuzi kiumbe. Hapo Yasin wanikoloni Yasin alam nasha. Atupiga alam tara 200 alam tara kafan kwa mtara amekufa kwa Yasin. Kwa Qur'ani imekuja, Qur'ani haijaja kuwaua watu. Nini? Liyundhira man kana hayya. Lengo la Qur'ani kuwaonya waliokuwa hai, wakae katika mstari, katika level foundation. Ndivyo mashe zetu, wewe madai wetu wanaweka watu haya waliokuwa hai katika level hao chinja. Kwa hiyo ndugu zangu, Sheikh Kishki namjua, ni sheikh siku nyingi sana mfahamu. Mimi ndio mshabiki wa veterinary Masjid Ihsan, ndio mshabiki mkubwa kabisa. Lakini kwa hili hapana, kwa hili huyo Sheikh Juma na Msoma alichokifanya sio sahihi. Lakini inshallah Allah tabaraka wa taala Sheikh Kishki akakunyanyua daraja ya juu, na hiyo ndio daraja kubwa, kama Sheikh hao walivyosema kwamba mashaallah Sheikh sasa daraja yake iko juu, tuseme firdausi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.